Mkuu wa wilaya ya Mkinga mkoani Tanga, Gilbert Kalima, amesema kuwa wilaya hiyo imejidhatiti kuhakikisha hali ya mpaka kati ya Tanzania na Kenya upo imara na watadhibiti wale wote watakaoingia nchini kinyume cha sheria kwa lengo la kuvuruga amani iliyopo, kwani serikali haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria dhidi yao. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, mkuu huyo wa wilaya amesema kuwa wamejipanga kikamilifu kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama imeimarika katika maeneo mbalimbali, hususan katika vituo vyote vya kupigia kura ili kuwawezesha wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu. Sisi wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya tunapenda kuhakikishia wananchi wetu wa wilaya yetu ya Mkinga kwamba hali ya usalama wa wilaya yetu katika kipindi chote kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni shwari. Kwa hali hiyo, niko hapa mbele yenu kuwaomba wananchi wa wilaya yetu ya Mkinga, wale wote wenye sifa ya kupiga kura na ambao wamejiandikisha katika daftari la wapiga kura, siku ya tarehe 29 watoke kwa wingi kwenda kupiga kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi wa nchi yetu. Kwetu sisi tumejidhatiti kuhakikisha hali ya usalama wa raia na mali zao kuwa mzuri vya kutosha. Vyombo vyote vya usalama, ulinzi na usalama ndani ya wilaya vimejipanga vizuri, na kwa kweli tangu kampeni zianze za vyama vya siasa, kwa maana ya wagombea wa vyama vya siasa katika maeneo yetu, hakuna tukio lolote la uvunjifu wa amani ambalo limejitokeza mpaka sasa. Kwa hali hiyo, kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya, cha kwanza ni wapongeze wagombea wote wa vyama vyote vya siasa ambao wameshiriki katika mchakato wa kampeni tangu zilipozinduliwa mpaka sasa tunapokwenda kuhitimisha, kwa namna ambavyo wamefanya kampeni zao kwa ustaarabu. Wameacha wilaya yetu ikiwa salama, wilaya yetu ikiwa na amani, na ni hivyo hivyo tunaamini kwamba tunakwenda kuhakikisha tunamaliza zoezi la upigaji wa kura tarehe 29 kwa amani na utulivu, kwa sababu tumejipanga vizuri. Wote tunafahamu kwamba wilaya yetu iko mpakani. Namna unavyosema ndivyo ilivyo. Wilaya yetu iko mpakani, na kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba tumejizatiti kuhakikisha hali ya mpaka inaendelea kuwa shwari ili kuepusha watu wasiohusika kuingia ndani ya nchi yetu na kufanya aidha fujo ama kujaribu kuja kupiga kura kwa namna yoyote ile. Cha kwanza, sisi wilaya tulianza udhibiti wa mipaka yetu tangu wakati wa zoezi la uandikishaji, ili kuzuia wasiohusika kwa maana ya raia kutoka nje ya nchi wasipate nafasi ya kuandikishwa. Kwa hiyo vyombo vya dola kwa kushirikiana na kamati yetu ya usalama tulijipanga vizuri wakati wa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kuhakikisha tunadhibiti mipango na mikakati yoyote iliyokuwa inafanyika ili kutoka nje, ili kuwezesha watu kutoka nje waje wajiandikishe kupiga kura. Kwa hiyo tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuhakikisha tunadhibiti hali hiyo. Sasa tulichoweka kwa sasa ni kuongeza ulinzi katika vituo vyetu vya upigaji wa kura. Pamoja na yote, kuwatambua wale wananchi wote wenye sifa ya kupiga kura ambao ni raia wa Tanzania. Vyombo vyetu vimeshabainisha, na kwa kweli kwa siku hiyo ya kupiga kura naomba nitoe wito kwamba kwa yeyote ambaye atafanya lolote kuja kujaribu kupiga kura ama kuvunja hali ya utulivu na amani ndani ya nchi yetu, kwa maana anatoka nje ya nchi, sisi tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kuhakikisha wanashiriki kutekeleza haki yao kwa mujibu wa katiba ya kuwachagua viongozi wao kwa hali ya usalama na utulivu. Lakini kama ambavyo maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi yanavyosema
kwamba wananchi wapige kura na kurejea katika makazi yao, katika maeneo yao. Waache Tume Huru ya Uchaguzi iendelee kufanya kazi ya kuhesabu na hatimaye kutangaza matokeo ya wale watakaoshinda katika uchaguzi huu. Ni imani yangu mimi pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama, wananchi wataendelea kuwa watulivu katika kipindi chote hiki katika kuelekea tarehe 29, na hali kadhalika kwa tarehe 29 wananchi watajitokeza kwa hali ya usalama na utulivu kwenda kupiga kura na hatimaye kusubiri matokeo kwa amani na utulivu. Hicho ndicho ambacho sisi kamati ya usalama ya wilaya yetu ya Mkinga tunapenda kuhakikishia wananchi kwamba tumejipanga vizuri tangu kampeni zilipoanza na mpaka sasa zinapoenda kuhitimishwa, lakini pia tumeendelea kujipanga vizuri kuhakikisha zoezi la upigaji wa kura na hatimaye uhesabuji wa kura na utangazaji wa matokeo vinafanyika kwa amani na utulivu.